Moja ya tatizo kubwa ambalo lilikuwa linaonekana Yanga wanalo ni kumpata yule mtu ambaye anaweza akawapa assurance kwenye eneo la katikati, akicontrol tempo ya mchezo, akiamua nini kinafanyika kwa wakati gani, timu iende kwa haraka, iende kwa utaratibu, ipoze mashambulizi, ianze kutokea chini ama wakabie hivyo. Damaro kwa jinsi ambavyo amecheza, achana bao lake, nataka tuzungumzie performance yake in general. Imekupa picha gani, imekupa taswira gani ya tatizo ambalo Yanga walikuwa nalo hasa msimu huu baada ya kuondoka Khalid Aucho? Kwanza jana mechi ilifia pale. Yani mechi ilimalizikia pale kwa baada ya yeye kuwepo tu pale. Ndo mechi ilishia pale. Kutokana na Damaro wakati anacheza Mapinduzi, kama ulikuwa unafuatilia vizuri, ni moja ya wachezaji ambao walikuwa wana uwezo mkubwa sana wa kuifanya Yanga iweze kuwa na stability ikipoteza mpira na ikiwa inaenda kushambulia na yani kuicontrol tempo ya mchezo kwa ujumla. Namna ambavyo alikuwa anatumika, nikafikiri labda kwa sababu Mapinduzi labda unajua kwamba labda anaweza amefanya vizuri, lakini kwa sababu labda ni Mapinduzi na nini, jana ameendelea kufanya vile na mwalimu jana akamuongezea na Duke Abuya katikati. Pale ndo alikuja kuimaliza mechi, kwa sababu Damaro ana uwezo mzuri sana wa kucontrol pressure ya mchezo, lakini kuifanya timu iweze kucheza vizuri ikiwa inataka kujilinda, lakini pia ikiwa inataka kwenda kwenye kushambulia. Ni mpigaji pia mzuri wa pass, by the way. Ni mtu ambaye akiwa na mpira chini anaweza kupiga pasi fulani hivi ambayo inaweza kufika kwenye eneo husika. Sasa ile iliwasaidia sana Yanga kwamba wakihitaji kulinda mpira wakae nao kwa muda mrefu kidogo, ili kuwafanya Mashujaa waweze kuachia space nyuma ya safu yao ya kiungo, wanarudisha nyuma, inakuja hapa kwa Duke Abuya pamoja na Damaro. Watapasiana kidogo, halafu atacheza mipira ambayo inadondoka nyuma ya safu ya kiungo ya Mashujaa, ambayo iko namkuta sana Pacome na Alan Okello, wanakimbia ama muda au Max Nzengeli ambaye anatoka mara nyingi pembeni anaingia ndani, ikawa inawasaidia sana Young Africans kwa performance ambayo ameonyesha pale. Issue ni kupata tumo sasa namna atakavyokuwa na muendelezo zaidi, sababu wakati akiwa Singida kabla ya Khalid Aucho yeye ndo alikuwa anacheza na alikuwa anaipa nguvu kubwa sana Singida iweze kuwa na ule uwezo wa kushindana na mpinzani yoyote. Kama nakumbuka game dhidi ya Simba msimu uliopita, kwenye mechi ya kwanza ya ligi, angalia mechi ya pili ya ligi, angalia mechi ya FA ambayo walikutana, angalia mechi ya Singida dhidi ya Young Africans, Singida dhidi ya Azam FC, alionyesha power kubwa sana kwenye eneo la katikati. Alipokuja Khalid Aucho, nadhani kutokana na ile desire tu ya mwalimu Miguel Gamondi kumpenda tu Khalid Aucho, akamtoa Damaro akamuingiza Aucho kwenye ile eneo, akawa hakapata nafasi ya kucheza. Lakini amekuja Young Africans ameendeleza pale kwamba zile sifa ambazo alikuwa nazo ama alizionyesha akiwa na Singida amekuja kuzionyesha pale kwenye kocha ya Young Africans. Ni mara chache sana kuona mchezaji anaweza kufanya kitu kwenye timu fulani afa akaja kwenye timu hiyo akafanya hivyo tena timu zenye pressure kama Young Africans. Mara nyingi inakuwa ni ngumu sana, lakini unaona namna ambavyo jana alikuwa anaifanya Yanga kuwa na uhuru wa kucheza kwenye eneo la katikati, ulikuwa una enjoy by the way kutazama. Nafikiri kama ataendelea kuwa na muendelezo mzuri, ataweza kuwasahaulisha watu kile ambacho Khalid Aucho aliweza kukifanya akiwa na Young Africans. Ingawa kuna vitu tu hawezi kumkuta Aucho, lakini watu wengi wanaweza wasikubali. Of course, yani kwa sababu unajua unayataja mafanikio ya Yanga kwa asilimia kubwa, yeye pia alikuwa sehemu ya of course alikuwepo pale kwenye ile project ambayo ilianza 2021 kwa maana ya Aucho, lakini ndio maana nikisema yani kuna vitu ambavyo anaweza asivikute kwa Aucho moja kwa moja, kama lakini experience na nini, lakini vitu vingi ataweza kuvifanya kwa ubora ule ambao Khalid Aucho aliweza kufanya. Unajua pia Damaro sio mchezaji mdogo yani, ila tu yani sio mtu ambaye alikuwa na jina kubwa Tanzania. Yani alikuja akaenda Singida. Kwa hiyo alipokuwa Singida sio timu ambayo watu wengi wanaitolea sana macho. Ingekuwa kipindi kile ndio Simba wanamtaka, labda angefanikiwa kwenda Simba kipindi kile. Labda ndio story ingekuwa tofauti na sasa hivi. Yani ndio angepata sasa ile sifa ambayo
watu wengi wanaokuwa Simba na Yanga wanazipata.